Habari rafiki zangu, natumaini mko vyema, pia mimi pia niko vyema. Leo nimekuja na historia fupi ama hadithi ya nyungu, the traditional pot, ambao ukienda huko kijijini unaipata, ambayo bibi, mama walikuwa wanaitumia sana nyakati zile za zamani. Nitaongea kuhusu nyungu, mafunzo yake, methali zake, na vile inavyozidi kutukumbusha utamaduni wetu. Karibuni tunapoanza pamoja. Kawaida huwa naandika na ndiposa nisisahau. Haya, tutaanza na kujikumbusha. Wewe ukiona nyungu nyumbani ulikuwa unawazia nini? Ama ukitoka shule. Najua wengi wetu sana sana tukitoka shule, kuna mahali ile nyungu ilikuwa inawekezwa. Ulikuwa unaenda unafunua, unaangalia nini iko ndani. Nyungu pia inakukumbusha mama, inakukumbusha ushirikiano, inakukumbusha bibi, inakukumbusha hata hadithi za bibi. Zamani katika nyumba nyingi za Kiafrika kulikuwa na nyungu iliyokuwa jikoni. Nyungu hiyo haikuwa chombo cha kupikia pekee, ilikuwa sehemu ya maisha ya familia. Kulikuwa na siku ambazo mama angeamka asubuhi, akawasha moto na kuweka nyungu jikoni. Pole pole chakula kingepikwa. Huku harufu yake ikijaa ndani ya nyumba, watoto walipokuwa wakicheza nje, walijua kwamba wakati wa chakula upo karibu. Kinapoiva, familia pia ingekusanyika pamoja. Nyungu ilikuwa shahidi wa furaha na huzuni, na familia iliona watoto wakikua. Pia ilikuwa ishara ya wageni wakikaribishwa, majirani wakisaidiana na wazee wakisimulia hadithi zao kando kando ya moto. Mara nyingi nyungu ilipokuwa juu ya moto ilibeba uzito. Ilibeba uzito wa chakula bila kulalamika. Hapo ndipo tunaweza kupata fundisho kubwa la maisha. Kuna nyakati tunapitia changamoto mingi kimaisha. Unasikia saa zingine umefinywa sana, umesukumwa kwa kona, na saa zingine unasikia kama hapana, sasa nitawacha, nitafika mwisho, sitaendelea tena. Sasa hapo ndio tunasema kama chungu. Nyungu saa yote ilikaa kwa moto. Ilikaa kwa moto, saa yote inachomeka na moto. Na si moto kidogo, moto mingi. Itachomeka asubuhi, saa 6, jioni. Yaani hiyo ndio maisha ya nyungu. Na ukiangalia kwa undani ile nyungu, after imechomeka, hiyo muda yote imechomeka, ilikuwa chakula kinaandaliwa. Inatoa chakula kimeiva, tena chakula kitamu. Sasa nyungu kimaisha inatufunza ya kwamba moto unaweza kuwa mingi, matatizo yanaweza kuwa mingi, changamoto zinaweza kuwa mingi, lakini hapo ndio katika kule kufinywa ndio tutakuwa bora zaidi. Tusiwe ni watu wa kukata tamaa, tuendelee. Na katika hali hiyo tutakuwa bora zaidi. Kwa sababu ile nyungu wakati ilikuwa inachomeka ilitoa chakula kizuri sana, tena kitamu. Kuna nyakati tunapita changamoto, pressure na matatizo kama nyungu ilivyovumilia moto mpaka chakula kiive. Nasi tunapaswa kuwa na subira. Na hiyo katika mambo tunapitia inaweza kutufanya kuwa watu wenye nguvu na hekima katika zile changamoto, katika zile matatizo. Unapata nguvu zaidi, unajifunza mengi na unakuwa bora zaidi. Nyungu pia hutufundisha umuhimu wa familia. Nyungu ilikuwa motoni, chakula kikiiva. Watu na familia walikaa wakingoja chakula, na hiyo ilileta familia pamoja. Ukiwa pale jikoni wakati kile chungu kilikuwa kinapikwa, bibi akiwa pale ama mama akiwa pale,
kutakuwa na ile ushirikiano, watu wataanza kuongea. Labda wewe uko na tatizo fulani, litatatuliwa pale pale. Tunapogoja ile nyungu, ile chakula iko kwa nyungu ifanye nini? Iive. Katika pale pale tutaongea, tutashirikiana. Utaona baba, mama ama babu wamekaa pamoja pale wanaongea mambo yao. Naye bibi ako pale anahadithia watoto. Na hiyo kwa uhakika si ilileta ushirikiano. So hata saa zingine tunarudi mjini. Ukitazama kile nyungu inakukumbusha, inakurudisha nyuma kwa mambo mengi. Kwa mambo mengi ulifunzwa pale. Kama sisi kama wasichana wakati tulikuwa tunakaa pale jikoni, mama anapika. Saa zingine vijana wangeambiwa watokeni nje, na sisi ndio tunafunzwa jinsi ya kuwa msichana, unafaa kuwa hivi na hivi. Kila watu na wakati wake. Sasa wakati wetu ukiisha, nao vijana wanaambiwa ingieni. Babu ako pale, mjomba ako pale, wanaanza kuadvise, kuwapatia ushauri kama vijana. Pale pale nyungu inapopika chakula. Usuluhisha, mambo mengi yalisuluhishwa pale jikoni. Si kama leo naona watu wanaenda table room, chumba cha kukaa, ndiposa mnaambiwa kaeni hapa tueleze. Zamani hizo wakati wetu mambo yote yalikuwa yanasuluhishwa pale jikoni. Nyungu ikiwa jikoni inapika chakula, na tunapoongea chakula kinaiva bado tukiwa tunaongea na tunaandaliwa kile chakula. Ndio maana tunaweza kusema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kabisa hapo nyungu ilileta umoja, ushirikiano ule, kutatua mambo pale, kufunzwa pale, kushauriwa pale, kunenoa maneno ya hekima. Nyungu ilileta umoja. Nyungu pia inaonyesha umuhimu wa kukuza vitu, kutunza vitu tunavyomiliki. Nyungu inaweza kuwa chombo cha zamani na haina dhamani, lakini ndani yake kuna kumbukumbu. Kabisa kuna kumbukumbu. Ulifunzwa mambo mengi kuhusu hiyo nyungu. Bibi labda saizi anaweza kuwa hayuko wala babu. Inakupa hiyo kumbukumbu ya babu na bibi. Umekuja kijijini kutafuta kazi. Najua tu kuna siku moja mbili unakaanga unakumbuka maisha yale. Na ndio unaona saa zingine kama sisi wa Afrika, ikifika mwezi wa Disemba sisi wengi hupenda kwenda nyumbani. Ni kwa sababu ya kumbukumbu kama zile. Nyungu inaweza kuwakumbusha wakati mlikuwa mnakaa pamoja kama familia pale jikoni na kuzungumza mengi. Inaweza kuwa kumbukumbu ya wazazi, nyanya, babu, bibi na maisha ya zamani. Pia inaweza kuwa kumbukumbu ya chakula kitamu kilichopikwa kwa hiyo nyungu. Inakukumbusha, unatamani maisha male, unatamani maisha yale, unatamani kama bibi angekuwa hapa angenitayarishia kitu fulani na ile nyungu. Lakini sasa ukienda pale unaipatanga tu imewekezwa tu hapo, haina kazi yoyote kwa sababu saa hizi sufuria zimekuja mpya. Sufuria mpya kabisa zimekuja, lakini hakuna yenye inaweza kuchukua nafasi ya nyungu. Na nyungu hata haikuwa na mambo mengi. Ulikuwa unaosha tu na jivu na maji na inang'ara. Si kama hizi sufuria za leo inabidi usugue na unasugua na waya. So nyungu unaweza kuona tu kama ni chombo tu, but ni kitu kina maana sana. Siku hizi naona wengi wanaiwekeza kwa nyumba kama kitu cha kuvutia, kitu cha kurembesha nyumba. Na najua kwa uhakika si wengi wanajua hiyo, kama wale watoto wamezaliwa nyuma, si wengi wanajua hiyo nyungu ilikuwa inatumika kufanya nini. Na ni vizuri wakati mwingine sasa watoto wanarudishwa kijijini kufunzwa mambo kama yale. Kuonyeshwa unaweza pika na ile nyungu,
unaweza chemsha maji na ile nyungu. Umuhimu wake ni vizuri. Pia nyungu ilikuwa na mila, traditions zake. Katika baadhi ya familia ama familia za Kiafrika, vyombo vya udongo viliheshimiwa kwa sababu vilitengenezwa kutokana na ardhi na vilihusishwa na maisha ya nyumbani, chakula na ukarimu na utamaduni. Nyungu tuseme kwa utamaduni. Hiyo nyungu wakati ilikuanga pale, wakati wa kuiosha, wakati imechafuka, mama alikuwa makini sana. Ama bibi anakuambia, na unapoosha hiyo nyungu usifanye nini? Usivunje. Kama wewe, unajua kawaida wasichana ndio wanaosha. Sababu yake ni, walikuwa wanasema, msichana hata unapoenda mtoni na ile nyungu, unaambiwa ichunge isianguke. Maanake walikuwa wanasema ukiangusha ile nyungu, unakuwa kama uko na kasumba, uko na kisirani. Huwezi olewa. Hata familia wakikuja kuposa, wanauliza mambo kama hayo. Huyu msichana tunaposa, ashaivunja nyungu? Kama wakisema walishavunja, hawaendelei tena, wanavunja hiyo posa. So hiyo nyungu ilikuwa inatunzwa sana. Ukivunja it's like a bad omen. Umejiletea kisirani wewe mwenyewe kwa maisha yako ama hata kwa familia. Kwa sababu usipoposwa hiyo pia sitakuwa ni uchungu kwa familia. So ulikuwa unaambiwa chunga hiyo nyungu isivunjike kabisa kabisa. Zaidi ya kitu chochote kile, uchunge ile nyungu isifanye nini? Isivunjike. Pia watu wengi walitumia nyungu kwa matumizi mengi na tofauti. Wengine walitumia kupikia chakula kitamu, wengine wakatumia kuweka maji, iwe baridi ama iwe safi. Ile nyungu kivyake peke yake ilikuwa ina filter ile maji, inakuwa tu safi. Zamani zile hakukuanga na fridge kama siku hizi tuko leo. Unaona kuna fridge. Zamani hizo watu walikuwa wanaweka maji kwa hiyo nyungu na wanaifunikia. Na kweli inakuwa baridi kama yale yametoka kwa fridge na masafi tena. Pia kuna wengine walitumia zile nyungu kupika zile pombe za kienyeji. Kuna buzaa, kuna karubu, kuna muratina. Zote hizo zilitengenezwa kutokana, wengi walikuwa wanatumia nyungu kuzipikia. Na walikuwa wanatumia nyungu kuzipikia. Na wakati wazee saa zingine walikuwa wanaenda kuposa. Ama mwanaume ameoa na anasikia kabisa uhusiano wa ule mwanamke ako naye haufai tena. Kuna mila za jamii tofauti ambapo wangetaka kuvunja huyo uhusiano. Ule mwanamke alikuwa anabebeshwa ile nyungu na akifika kwa ile boma ambapo alikuwa ameolewa, anaangusha ile nyungu. Akiangusha hiyo nyungu ni kumaanisha hatuna uhusiano na nyinyi tena. Ama hiyo ndoa imeisha. Sasa hiyo ndio nasema nyungu pia ilikuwa na utamaduni wake. Nyungu ni chombo cha kawaida lakini dhamani yake ni kubwa na haiwezi sahaulika kirahisi. Kama venye nimesema hapo nyuma, leo kuna sufuria mpya za kisasa lakini haziwezi chukua nafasi ya nyungu. Haiwezi. Hiyo nyungu ilitulea kutoka tukiwa watoto wadogo. Ikiwa tu pale tulikuwa tunafundishwa mambo mengi. So haiwezi sahaulika. Haiwezi, utamaduni wake haiwezi sahaulika. Pia nyungu, wale wazee ama au mababu na mabibi wa zamani
wangetumia misemo ama methali. Na ukiangalia hizo methali na uangalie hicho chombo kinaitwa nyungu, utaona kuna mahali kweli inashirikiana. Kwa mfano, mchelea mwana kulia, hulia yeye. Methali hii inatufundisha kwamba malezi na mafundisho ni muhimu. Kwa vile nyungu ilikuwa sehemu ya malezi ya watoto walioketi karibu na mama zao jikoni, wazazi walikuwa na nafasi ya kuwafundisha watoto heshima, bidii, uvumilivu na umoja. Mchelea mwana kulia, hulia yeye. So wakati tulikuwa tunakaa pale na wazazi wanatufunza, hiyo nyungu pia ilikuwa inaleta huo ushirikiano na kufunzwa mambo mengi na kupewa hekima, na pia ilitufunza uvumilivu. Pia kuna ile inayosema kidole kimoja hakivunji chawa. Maana yake ni kwamba unahitaji kushirikiana nyumbani. Chakula, malezi na maisha kwa ujumla yanahitaji ushirikiano. Na nyungu kwa hakika ilileta ushirikiano huo kwa jumla. Ilileta. Kwa sababu hapo jikoni, wakati mnakaa nyungu iko jikoni, ndipo ulikuwa unapewa hayo mawaidha. Labda ukienda mjini ukipata kazi, usisahau ndugu zako, usisahau kushirikiana na wengine. Pale, kwa hivyo nyungu ilileta ushirikiano. Tunapoiona nyungu leo tusione tu chombo cha zamani, bali tuangalie kwa alama ya uvumilivu, familia, chakula, ukarimu, kumbukumbu na utamaduni. Ukifikiria kwa makini, nyungu ilikaa kwenye moto, lakini kwa maisha yake yote ilitoa chakula. Inafaa pia sisi tusiogope moto wa maisha. Wakati mwingine kile kinachokupitishia kwenye moto ndicho kinachokuandaa kuwa bora zaidi. Unapopitia kwenye moto ndio unakuwa bora zaidi. Si hata chuma hulainika ikipitia kwa moto, ama tuseme aje. Nyungu ilikaa kwa moto na baada ya kukaa kwa moto inatuandalia chakula kizuri. Nyungu inaweza kuwa ya zamani, lakini hekima yake bado mpya kabisa. Kama hivyo nilivyosema, tukikaa pale tunapewa hekima, tunaongozwa na njia zinazofaa. Tunapata ule utamaduni, unajua kweli, ukivunja nyungu, umekuwa ni kama mtu uko na kisirani. Unajua utamaduni huo. Kwa hivyo ni chombo cha zamani na hekima yake bado ni mpya. Sasa mimi ningetaka kusema tusisahau huo utamaduni. Tusiingiliwe na mambo mpya haya yanakuja siku hizi tukasahau na huo utamaduni. Wacha tuheshimu tulikotoka, tujifunze kutoka kwa wazee wetu na tusiruhusu utamaduni mzuri upotee. Na ndio maana niko hapa. Ndio nawaelezea kuhusu nyungu kwa sababu najua wengi wanaonanga tu nyungu ni kama tu kitu tu. Kama hivyo nasema siku hizi watu wanaweka kama kitu cha kuvutia, cha kufanya nyumba ikuwe mrembo. Nyungu ina mafundisho yake, ina utamaduni na ilileta ushirikiano. Na ilileta nini? Ilileta ushirikiano. Ukikaa tu chini utafakari tu vizuri utaona ni kweli. Mambo mengi ulisomea pale jikoni wakati mnakaa na bibi ama mama anakuongoza, anakuuliza hili na lile, na wewe unamjibu, na yeye anakuongoza kwa ile njia inayofaa. Ukapata hekima pale. Familia ikikaa pamoja pale tunahadithiana, tunasema uzuri na ubaya wa mwingine. Unapata mafunzo na pia kunakuwa na ushirikiano wa familia. Hiyo ndio maana ya nyungu. Na ndio nimeona niwaambie leo. Na ni asanteni sana kwa kunitazama na kuangalia video zangu. Ningeomba tu hata kwa hii, muangalie tu
you like, comment, share and subscribe. Na nitashukuru sana. Nawabariki na naombea Mungu awabariki sana mnapoenda kutazama video hii. Asante.